Tunamshukuru Mwenyezi Mungu wa rehema, tumekuwa na afya njema, tumerudi na furaha. Nafikiri kila mmoja ameona kwa namna ambavyo vijana wamekwenda kupambana. Mwisho wa siku ametuheshimisha, tumerudi na mataji kwa maana la muungano, kwetu ni jambo jema. Lakini jambo zuri zaidi si kuchukua taji tu, tumechukua taji dhidi ya mtani. Hii ndio imefurahisha zaidi. Pengine ushindi huu dhidi ya mtani wako maana yake kubwa ni nini kweli kama mashabiki? Maana kubwa kuona namna ambavyo bado tunahitajika kwenda kuisupport timu ili malengo ya timu kwenda kutimia. Kwa sababu kubwa kuona namna ambavyo malengo ya timu yanakwenda kutimia. Lakini kila mwana Simba akae kijua, tunasema mwisho wa safari moja ndio mwanzo wa safari nyingine. Tumemaliza mashindano ya muungano, sisi kama mashabiki wa Simba leo ndio kwa siku ya mwisho kufikiria target yetu, akili yetu tuhamishia kwenye ligi ya NBC ili kuhakikisha malengo ya Simba yanakwenda kutimia. Wanasema hamwezi kuwafunga mara mbili. Yes, unaweza wakazungumza maneno, wameyazungumza kuliko haya. Na walisema tunakwenda Zanzibar kwa Guantanamo, wao walisema tunakwenda Zanzibar ni kitu ambacho hakiwezekani, imewezekana. Mechi ya pili ya Zanzibar wameshindwa kupata matokeo zidi yetu. Mechi ya kwanza baba yao kufikia amewaokoa mwamuzi. Mechi ya pili nafikiri umeona mwamuzi ambaye anatafsiri sheria vizuri 17 ya mpira miguu, tumekwenda tumepata matokeo. Pengine Selemani Mwalimu amekuwa ndiye mtetezi kwenu kwa siku ya jana. Mechi ya kwanza ilikuwa hivyo. Wachezaji wote wa Simba wamefanya kazi nzuri. Maana yake Selemani Mwalimu mpaka anakwenda kutufungia goli, mpira ulianza kwa goalkeeper. Kwa hiyo sisi kama mashabiki tunawapongeza wachezaji wote wa Simba, wamefanya kazi kubwa, wamefanya kazi nzuri. Kwa hiyo hatuwezi kuzungumzia Selemani Mwalimu pekee. Tukizungumzia Selemani Mwalimu tutauliza habari za Kratos Chota Chama. Je, ni kweli ni mzee au la Stibon? Tutashindwa kujibu hayo. Kwa hiyo mkituuliza mchezaji mmoja wa Simba, tutakuwa hatuna majibu kwa sababu sisi tunajua kila mchezaji ana uwezo mkubwa. Jana mmeona Dickson Kibabage mzee wake kujitutumua, amepata injury, amekwenda nje, ameingua mlingo, amekwenda amefit. Uwezo ukasema kwamba kuna mtu alikuwa anaitwa Dickson Kibabage kwa sababu kila mchezaji anatimiza majukumu yake ambayo ametumwa na mwalimu Steven Becker. Haikuwa rahisi kuifunga Young Africans kama kila mmoja ambavyo alivyokuwa. Yes, ni mechi ngumu. Yanga sio timu ya kubeza. Na ile pale tunapokwenda kucheza ile ni nini? Ni dabi. Kwa hiyo haikuwa rahisi, lakini mwisho wa siku tumefanikiwa. Kwa hiyo kwa yote tunamshukuru Mungu katika haya. Isugu kombe la muungano linaweza kuwa turning point na kwenda kushinda vikombe vingi. Historia ni kombe kubwa la muungano. Hapo mwanzo ili ukitaka kushiriki mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, lazima ushiriki mashindano ya muungano. Mashindano yalikufa mwaka 2002 2003. Baada ya Dar es Salaam Africans kufungwa goli moja na Jamhuri katika uwanja wa Uhuru, wakakataa kwenda kucheza katika uwanja nini? Gombani Pemba pale. Ni mashindano yakapelekwa mahakamani yakafa, lakini ndio mashindano ambayo alikuwa anatoa bingwa ambaye anawakilisha nini? Nchi. 61 nchi inapata uhuru. 64 Zanzibar anafanya mapinduzi. 65 tunaanza ligi katika system ya muungano. Maana hata unapokwenda kuzungumzia kombe la muungano ni kombe kubwa. Na hii kauli na inukuu kutoka kwa mdogo wangu kipenzi Ali Shabani Kamwe. Kabla ya mechi aliwaambia ninyi waandishi wa habari, alisema muungano kombe kubwa tunakwenda kuchukua. Bahati mbaya nimekwenda kuchukua mimi. Na moja ya sababu aliyosababisha kuchukua ni Ali Kamwe, amenipa nauli na ameniambia nenda Zanzibar kuhakikisha kwamba timu yetu inapata nini? Matokeo. Kwa hiyo tumepata matokeo, tumerudi na furaha. Isugu, mchezo wa pili unafuata tarehe 3. Pengine toshe kusema kwamba ni wakati wenu sasa kama wana Simba. Mtaalamu wa kula samaki ni Mzaramo. Na samaki akiliwa basi jue tayari ameshakufa. Tayari samaki kaliwa Zanzibar na kuja kuliwa bara. Waandishi msio na wasiwasi. Tunakwenda kuwagonga tena Meja Samuel. Samaki lazima umle upande mmoja na upande wa pili. Ukimla mbele lazima umle na nyuma. Ukimla upande wa kulia lazima umle na upande wa kushoto. Tumeshamtafuna Zanzibar. Tunakuja kumalizia bara, waandishi msio na wasiwasi. Story mtapata. Lakini yeye anakwenda kujiuliza ni namna gani ambavyo mmemfunga. Yeye ni maneno tu. Sisi tuna kamanda Steven Becker. Ni mechi ya pili kwa jina wako. Anawagaragaza. Mechi ya kwanza amewaokoa baba yao kufikia, si ndio? Mmeona mkona baba yao kufikia kaokoa mechi ya kwanza. Mwamuzi. Nami ndio nilisema kiumbe wa kwanza kuambia kama tunakwenda Zanzibar kucheza finali, hatumhitaji Msomali. Mmemwona mwamba kutoka Kenya yule? Muamuzi gani anaweza dakika 118 mechi ya dabi anatoa penalty kwa muamuzi wetu wa Kitanzania? Lakini ni muamuzi ambaye anasimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Leo nendeni mkamwambie Zungu. Namjua yule? Simba wanalia kwa sababu ya nini? Refa. Yanga wanalia kwa sababu ya refa. Tumetoka Zanzibar wote atuli tunasema refa safi. Yanga wanasema refa safi, Simba wanasema refa safi. Mwambieni Zungu tunasubiri kibao chake. Hapa kuna namna waamuzi wa nyumbani wanabidi wajifunze kwenye. Yes, hakuna mwanadamu aliyekamilika. Mimi naamini waamuzi wetu wana ubora. Kuna muda mwingine tu kama binadamu wanateleza, kimsingi wanatakiwa jirekebishe kuona namna ambavyo yale makosa ya kibinadamu yanafanyaje? Yanapungua ili kuona namna ambavyo kwenda kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Sisi tunaamini watu wa Simba.
ikatokea mwamuzi kutafsiri sahihi sheria 17, mpaka Mungu anachukua dunia yake, Yanga hawezi kutufunga. Unasema mwamuzi akatafsiri sheria 17 sahihi, mpaka Mungu anachukua dunia, Dar es Salaam Africans hawezi kutufunga. Ubora wa familia unaanzia kwa baba. Ubora wa Simba unaanzia kwenye management ya Simba chini ya mwenyekiti wa bodi Clatous Magori. Ubora wa Simba unakwenda kwa technical bench chini ya Steven Becker, mwalimu ambaye mwenye plani kubwa, lakini mwisho wa siku ubora wa Simba unapatikana kwa mashabiki wao. Mmeona namna ambavyo watu walivyojitoa kwenda Zanzibar kuisupport timu. Mmeona Wazanzibari walivyojitoa kuisupport timu, na ndio maana wazee wetu nawapongeza sana waliotangulia, Mwenyezi Mungu aweke peponi. Waliposema Simba nguvu moja imekwenda kufana Zanzibar, tumepata matokeo. Bila makandokando huwa kumbe mnaweza kushinda. Yes, ndio tunaamini iko. Na mimi ndio kwanza mwanadamu wa kwanza nilisema hatumtaki Msomali. Tuwapongeze sana kamati iliyosimamia mashindano mapinduzi ya muungano Zanzibar. Mimi ndio kiumbe nilisema, na shida hatuna shida na Msomali. Shida kwenda kutafsiri sheria 17. Nani amelalamika? Nani amelalamika? Dakika 120 kuna Yanga amelalamikia mwamuzi? Nani? Hakufika Zanzibar wakalalamika Mbande na TV yake ilikuwa inachenga. Huyo alikuwa Mbande na TV yake ilikuwa inachenga. Mvua haionyeshi ndio analalamika, lakini unaona sasa hii naona simu za Mfamau zimerudi. Simu za Mfamau, moja katika viumbe wanafiki ni huyo. Alijua Yanga hawana uwezo wa kupata matokeo. Wewe Mfamau akaidi simu. Uwezo wako upata wapi? Kajua kabisa simu zake haziwezi kufanyaje? Haziwezi kwenda. Pengine yako mengi nataka kuzungumza kwa mwamuzi ambaye alipewa dhamana kuisimamia mechi yetu kesho kutwa kwenye meji ya Samuyo. Ni mwamuzi kutoka Moroko, lakini katika uamuzi wa Moroko aminiki ni yeye. Na nazo za ndani nitakuiteni waandishi, nitafanya press kesho kutwa kabla ya mechi kwenda kumzungumzia, si kwa sababu ametoka nje tu ya nchi tumpe support. Sisi tunafuata historia ya huyu anayekuja, ana haki na hadhi ya kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu.